Moja. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mwana kondoo Ameshinda. Okay, nashukuru. Awali yoyote tumshukuru Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi, ambaye ametuwezesha kukutana wote siku ya leo. Sio kwamba sisi ni wabora sana, lakini ni kwa sababu ya neema na rehema zake. Lakini nafikiri pia alikuwa anajua tuna jambo la kusema, kwa hiyo akataka tukutane hapa leo. Kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari kwa kuamua au kukubali kuwa pamoja na sisi leo, kusikiliza wanachama wa Simba wana kitu gani cha kuzungumza. Nafikiri wanachama wa Simba wako wengi sana, lakini tulioko hapa ni baadhi tu ya wale wengi ambao tunawasilisha au kuwakilisha maoni yao. Ndugu zangu waandishi wa habari, wananchi na wadau wote wa soka la Tanzania, leo tumeamua kuwa mbele yenu kuzungumza mambo nyeti sana yanayoendelea ndani ya klabu yetu ya Simba Sports Club, ambayo kimsingi yanaleta mvutano na usumbufu mkubwa kwa wanachama na mashabiki na wale wote wapenzi wa Simba ambao wamewekeza nguvu zao ndani ya Simba Sports Club, lakini hata wale wapenzi ambao wako ndani na nje ya Tanzania, wengi wao wamekuwa frustrated na sintofahamu inayoendelea. Lakini awali ya yote ningependa kuwaomba ndugu zangu waandishi wa habari, kila mmoja na Watanzania wote kuamini kwamba Simba Sports Club ni klabu makini inayotegemea misingi ya uzalendo, umoja na maendeleo ya soka la taifa letu. Hivyo basi, ni muhimu sana tukabaki na maadili ya uongozi wa mfano na kuondoa uhasama usio na msingi wenye kulenga na kuharibu misingi ya umoja wetu. Kama ambavyo kauli yetu inasema, Simba umoja. Katika kipindi cha hivi karibuni tumeshuhudia kukiwa na vitendo vinavyoashiria kuwepo kwa migogoro isiyokuwa na tija ndani ya klabu yetu, kati ya viongozi wa klabu yetu na mwekezaji wa Simba ndugu Mohamed Dewji na wapenzi wa soka, lakini pia na serikali yetu pendwa, jambo ambalo halina faida yoyote zaidi ya kuleta mgawanyiko na kuathiri maendeleo ya klabu yetu pendwa. Ningependa kusisitiza kwa sauti kubwa kwamba hapa karibuni na siku 2-3 hizi, na nafikiri sio siku 2-3, mara nyingi sana kumekuwa na uvumi wa kwamba mwekezaji au ndugu yetu Mohamed Dewji, ambaye kimsingi ni shabiki namba 1 na ni mwanachama hai wa Simba Sports Club, ambaye ndio mfadhili wetu na ndio rais wa klabu yetu, kumekuwa na uvumi wa kuwa mwekezaji wa Simba hatoi pesa, amekuwa mtu wa kususa, amekuwa akipatikana anapojisikia na vitu vya namna hiyo. Ninaomba niseme kwa sauti kubwa kwamba ninadiriki kusema jambo hili ni la uongo na ni jambo la kukemewa vikali mno. Hii ni propaganda, ama hizi ni propaganda zisizo na maana kabisa. Kwani ukweli ni kwamba mwekezaji anatimiza wajibu wake ipasavyo bila kutetereka. Lakini imekuwa ni tabia au ni kawaida ya viongozi wa Simba Sports Club kumchafua mwekezaji wetu Mo kwa maslahi yao binafsi kila inapotokea tukiwa tumefanya vibaya, na wanakataa na kusahau kwamba wao pia wako responsible pengine kuliko Mo kwenye klabu yetu kufanya vibaya. Kwa watu wa kwanza wa kuwauliza badala ya kumkimbilia Mo ni wao, kwa nini klabu yetu inafanya vibaya? Kwa sababu tunaamini wao ndio, kama wanavyosema, wao ndio wenye klabu. Kwa tunaamini kwamba wao wako responsible zaidi kuliko mtu mwingine. Kwa tunakerwa, tunakemea hii kauli yao ya kusema kwamba tunafanya vibaya kwa sababu Mohamed hatoi pesa. Ndugu waandishi wa habari, kila mmoja anapaswa kuzingatia ukweli wa hali halisi ili kuepuka kueneza taarifa za upotoshaji zinazoweza kuleta ushawishi wa machafuko zaidi. Tunafanya mazungumzo haya kama wanachama kwa kuwa mara zote tumekuwa tukisema ni haki yetu kikatiba
Na mara nyingi mimi binafsi nimekuwa nikisisitiza sana wana Simba na viongozi kufuatilia katiba. Kwa maana hiyo, niombe niwapitishe kidogo kwenye katiba. Mimi ni mdau mkubwa sana wa kusoma katiba ya klabu yangu kwa sababu klabu yetu inaongozwa na katiba. Kabla hatujafanya kitu, kabla hatuja decide ku speak it out, tunaangalia kwanza katiba yetu inasema nini. Lakini zipo haki za wanachama kwenye katiba ya klabu ya Simba. Kwenye ibara ya 11 ya katiba ya Simba inasema hivi, kuna haki kama 4 hivi za wanachama wa Simba Sports Club. Ya kwanza ni kushiriki na kujua ajenda za mkutano mkuu pamoja na kutumia haki yao ya msingi ya kupiga kura. Ya pili ni kupewa taarifa na kuarifiwa masuala yote ya Simba Sports Club na Simba Sports Club Company Limited. Lakini ni kuwa na haki ya kuchaguliwa kama wajumbe wa bodi na haki nyingine zote zinazotokana na katiba hii au kutokana na kanuni za maagizo na kanuni za TFF au FIFA. Lakini pia kwenye katiba kuna wajibu wa mwanachama. Hili nalo nitalizungumzia. Ibara ndogo ya pili kwenye ibara ya 11, ibara ndogo ya pili ndio inayotufanya sisi leo tuko hapa kama wanachama. Kwa sababu tuna haki ya msingi ya kupewa na kuarifiwa masuala yote ya Simba Sports Club na Simba Sports Club Company. Kwa kama hatujaambiwa basi tuna haki ya kuhoji. Lakini kwenye haki na wajibu wa wanachama kwenye ibara ya 12, ibara ndogo ya kwanza inasema hivi, mwanachama ana wajibu wa kufuata misingi ya uaminifu na uadilifu. Sasa tutakuwa na maswali huko mbele tunakoenda. Je, haya yote yanayoendelea? Tunaamini hata viongozi wetu ni wanachama. Yaani kabla ya kuwa viongozi, kitu cha kwanza ni lazima uwe mwanachama ili uwe kiongozi. Ili uchaguliwe kuwa kiongozi ni lazima uwe mwanachama hai wa Simba Sports Club. That means out of the leadership wao ni wanachama. Kwa tunawauliza wao kama wanachama, haya yote yanayoendelea wamefuata katiba au wao wanaongoza kuivunja katiba? Kwa sababu haya yote yanayoendelea ni nje ya katiba. Zima simu yako uweka silence. Nimeongea kwa sauti, azime simu au waweke silence. Hii sije ikatokea background wakasema nilikuwa nanong'ona, sio? Ndugu zangu waandishi wa habari, naomba nizungumzie takwimu fupi sana za msimu huu wa 2024-2025. Msimu huu wa 2024-2025 nyinyi wote ni mashahidi. Mwekezaji alizungumza akasema kwamba ametoa bilioni 8 za nini? Saidieni kujibu. Za nini? Za usajili. Ametoa bilioni 8 za usajili, sio hearsay. Ni maneno ambayo yako na nyinyi wote mnayajua na mnayasikia. Lakini pia haikuwa siri kwamba mwekezaji ametoa bilioni 3 ya uendeshaji wa klabu. Hiyo inatupa jumla ya shilingi ngapi? Bilioni 11. Hivi vyote zilikuwa ni namba za wazi ambazo hazikuwa za vificho. Lakini pia kulikuwa na bonus mbalimbali kwenye msimu huu wa 2024-2025. Lakini cha ajabu ni kwamba tunasikia kelele za wachezaji kwamba juzi waligoma kucheza mechi ya tarehe 25 kwa sababu wanadai haki zao. Wanadai bonus. Wanachodai ni bonus na sio kitu kingine. Sasa tunajiuliza ni kwa nini wachezaji wanadai bonus? Huku tukiwa tunajua vizuri na kwenye madai yao hayo, wakati wanadai hizo bonus kuna kauli ambazo zilitoka. Inasemekana kwamba kwa sababu what we believe ni kwamba mwekezaji ameshalipa bonus zake zile ambazo aliahidi. Zote amelipa. Sasa tukawa tunajiuliza kabla ya yote tulifanya uchunguzi tukagundua kwamba mwekezaji amelipa bonus zote, amelipa mpaka mishahara ya mwezi huu. Sawa? Sasa tukawa tunajiuliza wachezaji wanadai bonus zipi, kwa sababu understanding yetu ilikuwa inatuambia au inatuaminisha kwamba kama mwekezaji amelipa kile alichoahidi, possibly na klabu nayo imeshafanya nini? Imelipa, kwa sababu mwekezaji mostly anaahidi kutokana na kile ambacho klabu wameahidi.
Kama klabu imeahidi milioni 100, mwekezaji anatopu milioni 100, inakuwa milioni 200. Kama klabu imeahidi milioni 200, mwekezaji anatopu 200, maana yake inakuwa milioni 400. Kwa what we know ni kwamba mwekezaji amelipa kile anachodai. Swali letu likawa, wachezaji mpaka wanagoma wanadai bonus zipi? We have come to realize kwamba wachezaji wanadai bonus ambazo hazijalipwa na nani? Na klabu. Na klabu inasemekana kwa sababu kuelekea mechi kuna wanachama ambao huwa wanakuwepo kule kwenye, nyinyi waandishi wa habari huwa mnaenda sehemu nyingi. Kuna wanachama ambao wanakuwepo on back wakati ule wa kuelekea kwenye mechi. Kwa kuna wanachama wenzetu walikuwepo pale, waliona ule mgogoro. Wakasema kwamba wachezaji wanadai bonus ambazo hawajalipwa na klabu. Na klabu ilisema kwamba haina pesa ya kulipa hizo bonus, instead of wanasubiri kafu wawalipe ndio wafanye nini? Wawalipe wachezaji. Kwa hivyo waliwaambia wachezaji watalipa I think end of this month kafu wakishalipa. Lakini wote tunafahamu kwamba kafu huwa wanalipa pesa immediately mara baada ya mashindano. Na mashindano yameisha na kafu tayari wameshatangaza msimu mpya. Nyinyi waandishi wa habari maana yake mnafuatilia. Kafu wametangaza msimu mpya. What I know is kafu huwa hawawezi kutangaza msimu mpya kama kuna vimeo ambavyo wamebaki nao. Mpaka wanatangaza msimu mpya, that means wamesha clear na vitu vyote ambavyo wanatakiwa kufanya. Kwa sisi tunaamini, tuna guts za kusema kwamba kafu wamelipa hizo pesa na pesa zimeingia kwenye akaunti ya Simba Sports Club. Hii inamaanisha kwamba kafu wameshamaliza majukumu yao kwenye msimu huu. Lakini cha ajabu mpaka leo, dakika hii ambayo tumekaa na nyinyi hapa tunazungumza this minute, wachezaji bado hawajalipwa hiyo bonus. Tunajiuliza bonus hii anayedaiwa ni Mo au inadaiwa club? Katika mazingira hayo bonus hii anadaiwa, ndio? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo haviko sawa. Haya ni maswali ambayo viongozi wa Simba Sports Club wanapaswa kujibu. Ndugu waandishi, stahiki hizi hadaiwi mwekezaji, badala yake naomba niseme wanaodaiwa ni club. Kama wana maneno tofauti na haya tunayosema, they need to tell us. Wanapaswa kutoka na kutuambia kwamba huu sio ukweli wa hiki ambacho nyinyi mnakifikiria au mnacho. Ndugu zangu waandishi wa habari, kuhusu viongozi wa Simba Sports Club, ni muhimu sana kuwa na uongozi shupavu unaoongozwa na maadili, uadilifu na nia ya dhati ya kuleta maendeleo kwa wanachama wake na sio kuleta migongano. Ni wajibu wetu na wajibu wenu nyinyi kama waandishi wa habari kuhimiza mtazamo wa kujenga, kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja ili kudumisha hadhi ya klabu yetu na kuinua kiwango cha soka ndani na nje ya nchi yetu. Kwa kipindi hiki chote Mohamed Dewji amekuwa akijitolea kwa dhati kwa zaidi ya miaka 30 kuhakikisha klabu ya Simba inapata mafanikio. Ni muhimu sana kwa uongozi wa Simba kuwa wa kwanza kutambua mchango wa mtu huyu badala ya wao kuwa wa kwanza kumkatisha tamaa kwa maslahi yao binafsi. Sisi wana Simba na ninaamini I have all the guts to say sisi, kwa sababu huu ni ujumbe wa wana Simba wengi. Kama mko kwenye social media, mko mahali kote, mmeona kuna wengine wameshaanzisha kampeni ile ya kwamba tutaenda kinyume na yeyote anayeenda kinyume na mwekezaji. Kuna hiyo kampeni ilikuwa inaendelea. Kuna wengine wamesema mmegusa pabaya. Hii maana yake ni nini? Kwamba sisi wana Simba tunaona kile ambacho amekifanya kutoka misimu mingapi ya nyuma huko tuliokuwa nayo, na mara baada ya yeye kuingia kwenye nafasi yake ya uwenyekiti ni vitu gani ambavyo amevifanya. Kwa hiyo tunaomba viongozi wetu, iwe muhimu sana kwao kama viongozi kutambua mchango wa huyu mtu na sio kumkatisha tamaa. Sisi wana Simba hatutaruhusu hilo. Kama kuna jambo lolote ambalo haliko sawa, viongozi wanajua wazi kwamba sehemu hilo kitu hicho hakiko sawa. Wao wanafahamu sehemu sahihi ni kwenye mkutano mkuu na si vinginevyo.
wanajua kabisa kwamba sehemu sahihi ya kuaddress any issues especially zinazomhusu mwekezaji, kama ana weaknesses ambazo zinaleta mtafaruku au zinaturudisha nyuma sisi, sehemu sahihi wao wanajua ni kwenye mkutano mkuu, kwa sababu mwekezaji amepitishwa na mkutano mkuu na atatolewa na mkutano mkuu. Sio vigenge vichache vya watu wachache ambao viongozi wetu wanathubutu kukaa nao kujenga au kutengeneza mentality yao ya kwamba pambaneni tumtoe Mo Dewji sijui kwa sababu anasusa sijui. Huko sio sehemu sahihi. Hao wanaoongea nao sehemu sahihi ni mkutano mkuu. Sababu ya kwa nini mkutano mkuu? Ibara ya 18 ibara ndogo ya pili inasema hivi: mkutano mkuu ambao umeitishwa kwa kufuata masharti na katiba ndio wenye mamlaka ya kufanya maamuzi, na maamuzi yanayotambulika kikatiba yameainishwa kwenye ibara ya 28. Sielewi viongozi wetu wanapokuwa wako bize kukaa au kukusanya wanachama wachache wanamaanisha nini, wakati wakijua kabisa sehemu sahihi ni kwenye mkutano mkuu. Ndugu wanahabari, moja ya faida kubwa sana ambayo Simba Sports Club tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu ni kuwa na mwekezaji mzalendo, mwanachama na shabiki namba 1 wa Simba Sports Club kwa zaidi ya miaka 30 sasa. Hatuna budi kutambua na kuthamini mchango mkubwa anaotoa kwa klabu yetu na mabadiliko makubwa aliyoyaleta kwenye soka nchini Tanzania. We all agree kwamba yeye ni game changer. Yaani tuwe tunakubali au tunakataa, yeye ndio game changer wa football wa soka hapa nyumbani. Ameanza mbali, ameanza na Simba mbali kabisa. Yeye ndio mtu wa kwanza kuintroduce mishahara kwa wachezaji. Yaani the time wachezaji wanafungua macho wanajua kumbe mchezaji anapaswa kulipa. Ni yeye, I think alianza kulipa F6 Sijui F6 sijui F60 ndio ulikuwa mshahara mwaka 2006, right? Ndio ulikuwa mshahara mchezaji kwa mara ya kwanza anapokea. Akatambua kwamba kumbe mchezaji anapaswa kupokea mshahara. Akatambua kwamba kumbe football ni kazi, ni ajira kama ajira nyingine. Niwaombe sana waandishi wa habari na wadau wa soka kwa ujumla kuendelea kuhakikisha umoja na mshikamano, kuendelea kusimamia na kuhakikisha umoja na mshikamano badala ya kuendekeza chuki au migogoro isiyo na msingi wa kweli. Tushikamane na kusimamia haki, ukweli na maendeleo ya soka la Tanzania kwa ujumla. Tukumbuke kuwa Simba ni mojawapo ya alama ya taifa letu. Tunapaswa kuilinda, kuikuza na kuipa heshima inayostahili. Ndugu zangu waandishi wa habari, sisi hatujaanza kuzungumza na nyinyi leo. Hatujaanza leo. Hii sio mara ya kwanza. Nafikiri kwa mara ya kwanza kukaa na nyinyi tulikaa, wale ambao tulikuwa nao by then tulikaa, hope ilikuwa May, tulikuwa na ile movement, of course sisi tulisema movement, lakini huko nje waliipa jina la movement Ondoa Mangungu. Our movement haikuwa inamaanisha kumuondoa mwenyekiti. Movement yetu ilikuwa inamaanisha kudai haki hii ambayo leo tutaenda kuisema tena hapa. Ilikuwa kushinikiza kupewa mkutano mkuu wa dharura ambao kwa muda mrefu hatukuupata. Mkutano mkuu ule ulikuwa na maana ya kwenda kuaddress changamoto zetu ambazo tunaziona, na kwa sababu katiba haitufungi sisi, haifungi wanachama na mashabiki kuzungumza na vyombo vya habari au kudemand kitu chochote. Mmoja ya haki yetu mmeiona kwenye ibara hapa ni kupewa taarifa za Simba Sports Club na Simba Sports Club Company Limited. Kwa taarifa ambazo tunademand sisi ni taarifa ambazo ni haki yetu kuzipata. Na tunazipata wapi? Hatuzipati kwa hearsay, hatuzipati kwa vikosi vichache kuwekwa huko. Tunazipata kupitia mkutano mkuu. Na katiba yetu inatuambia tuna mikutano mikuu ya aina hizi mbili. Tuna mkutano mkuu wa kawaida na tuna mkutano mkuu wa dharura. Mkutano mkuu wa kawaida, mkutano mkuu wa dharura unaweza kuitishwa na bodi ya wakurugenzi pale wanapoona kwamba kuna umuhimu wa kufanya hivyo.
lakini mkutano mkuu wa dharura unaweza kuitishwa na wanachama pale wanapoona kuna umuhimu wa kufanya hivyo. How do we go then kwenye kuitisha mkutano mkuu? Tunatakiwa tuwe na akidi ya watu ambao wanatimia kuitisha mkutano mkuu. Way back tulifanya hicho kitu. Tulitakiwa kuwa na saini ya wanachama wasiopungua 1,000 na nafikiri tulifikisha wale wanachama, right? Yeah, tulifikisha wale wanachama. Tuliomba kwa sababu tulijua watatubania kufanya mkutano mkuu. Tukaomba maandamano ya amani. Tukapeleka barua polisi wapi, knows barua polisi walitoka wakatujibu tulipambana sana na polisi, wakatuambia haiwezekani na nini, lakini viongozi wetu walikataa pia kubariki hata ule mkutano mkuu. You can't believe tulikuwa tunapishana pale Central na viongozi. Sisi tunafika Central tumeitwa, tunaambiwa viongozi wetu wametoka. Lakini that was not enough. Mwenyekiti alitukataa mbele ya media, akasema sisi ni wahuni, hatutambui, ni kikundi cha wahuni na yeye hawezi kuvunja imani ya wale wengi waliomchagua. Mwenyekiti, sisi tunakuambia sisi sio wahuni. Sisi ni watu wako. Na ninarudia hii kauli nilisema wakati ule kwamba mtu mzima akivuliwa nguo anachutama. Nimeona interview ya mwenyekiti jana. Anasema kuna watu wanasema nitoke, nataka kujua nimefanya kosa gani. This shows you ni kwa kiasi gani wewe sio kiongozi na huna uwezo kabisa wa kujitathmini. Kitendo cha kufanya vibaya kwa misimu 4 mfululizo kilikuwa kinatosha kabisa wewe kukaa chini na kujitathmini na kuona kwamba chini ya uongozi wako hukuwa na uwezo wa kuifanya Simba Sports Club ikapiga hatua. Yani nimeshangaa, nimetetemeka. Mwenyekiti, naogopa kusema mwenyekiti wangu. I don't believe I can have a mwenyekiti like huyo, mtu ambaye anaweza akawa hajui, yani hajui kwamba amefanya makosa gani. Seriously, mwenyekiti, tunaomba tukuambie, moja ya makosa ambayo umefanya yanayokupasa step down ni kutugawa sisi kama wanachama na mashabiki. Katiba ya Simba Sports Club inawatambua wanachama na mashabiki, na ndio sababu katiba imetupa mkurugenzi wa wanachama na mashabiki kikatiba, ambaye atakuwa anashughulika na kero za wanachama na mashabiki. Wanachama na mashabiki ni kuwatambua wanachama na mashabiki. Guys, even if sisi tungekuwa sio wanachama, tungekuwa na mashabiki bado tulikuwa na haki ya kukaa hapa. Na niwaambie tumekaa hapa leo kwa sababu katiba inasema hivi: mkurugenzi wa wanachama na mashabiki atashughulika na masuala yote yakiwemo ya wanachama na mashabiki wa Simba Sports Club. Hatuna huyo mtu, twende wapi? Na katiba hai-identify, haisemi, hai-clarify kwamba wanachama na mashabiki wapeleke wapi kero zao. Naamini hapa kati yenu kuna ambao ni wanasimba, lakini mkiwa kama waandishi wa habari mnapaswa pia kusoma katiba zote labda za vilabu vyote ili mjue zinasema nini. Lakini nataka niwaambie katiba ya klabu yetu ya Simba Sports Club inatambua mwanachama na shabiki wa Simba Sports Club. Na inasema mwanachama ana haki ya kupata taarifa ya Simba Sports Club na Simba Sports Club Company Limited. Lakini haisemi kwamba mwanachama huyo anaweza kupeleka wapi maoni yake. Ila kwa sababu tuna mkurugenzi wa wanachama na mashabiki ambaye anadili na issue za wanachama na mashabiki, kama tungekuwa naye, tumeambiwa ni nani, ina maana sisi kabla ya kukaa na nyinyi kero zetu zingekuwa zimefika kwa nani? Kwa mkurugenzi wa wanachama na mashabiki. But you know what guys, hatuna. Klabu yetu ilitoa tangazo, ikatangaza kwamba kuna nafasi, watu waka-apply. I hope people went for the interviews. Swali letu la msingi ni kwamba wale walioenda kwenye interview wote hawakuqualify. Na kama waliqualify manake mmoja alichaguliwa. Who is that person? Mwenyekiti aliulizwa swali Crown kuhusu issue ya wanachama na ya mkurugenzi wa wanachama na mashabiki, akasema hivi: yupo, muda ukifika watamtangaza. Tunaomba mwenyekiti tuambie muda sahihi wa kumtangaza mkurugenzi wa chama na mashabiki ni upi. Hiyo ni sababu ya pili ya kukufanya wewe step down. Ututoshi kuwa mwenyekiti. You cannot hide such kind of a person ambaye ni mtu muhimu sana kwetu.
Lakini swala la tatu ambalo linakufanya wewe step down ni kushindwa kutuunganisha sisi kwa wamoja. Ninaomba viongozi wa Simba Sports Club watoke, watuambie yafuatayo. Watuainishie katiba inamclarify mwenyekiti. Inatambua kwamba kwenye Simba Sports Club kutakuwa na mwenyekiti. Ituambie what are the biggest role ya mwenyekiti. Kwa sababu tunaamini mwenyekiti wetu, kwa sababu katiba haija clarify hivyo vitu. Hata yeye mwenyewe inawezekana hajui role yake. Sasa hizi tunamwona anaingilia mpaka role ya Ahmed Ally. Yeye amekuwa msemaji, yeye amekuwa comedian, yeye amekuwa yani hatujui sasa ni nani. Mmoja, one of the big weakness ambayo tunayo Simba Sports Club, kila mtu ana power. Hatujui nani ni nani. Tunajua msemaji wetu ni Ahmed Ally. Tunaona klabu za mbele huko kuna wenye viti pia. Lakini unamwona mwenyekiti yuko kwenye mechi, kazi yake ni kupiga makofi, ni kushangilia mechi klabu inapofanya vibaya, kusikitika klabu inapofanya vibaya, ama kushangilia klabu inapofanya vizuri. Lakini kuzungumza pale inapobidi sana kuzungumza. Sisi mwenyekiti wetu leo hii gari yake ikipata pancha, it's a story. Yani sisi mwenyekiti akishiwa mafuta barabarani, we hope hawezi kuishiwa kwa sababu anayo hela nyingi sana. We hope leo gari yake ikishiwa mafuta akisukumwa, it's a story. Why? Kwa sababu wakati wote mwenyekiti wetu yupo kuzungumza. But enough. I'm sorry guys, may I have to talk Mwenyekiti ajue aseme nini, wakati gani, wapi. Yani anaenda kwenye interview kubwa, anaulizwa swali la msingi, you feel like you are shaking, alafu unategemea, unajiuliza mwenyekiti wangu atajibu nini hapa? Alafu unaona jibu analoenda kutoa mwenyekiti, unaona hivi mimi ni mwenyekiti wangu kweli? Yani huyu mtu ametoka wapi? Kwa mwenyekiti, naomba nikwambie kwa mara nyingine tena, usiseme kwamba umekosea wapi. Kwa nini utoke? Una makosa. Kosa kubwa ni sisi kufanya vibaya kwa misimu yote chini ya uongozi wako. Yani chini ya uongozi wako hakuna wakati ambao sisi tumefanya vizuri. Hiyo tu inakutosha wewe kujitathmini. Kwa majibu yako ya comedian na nini utakuja utasema kwa ni wewe ndio unacheza? Au unasemaga wewe ukienda uwanjani unatakiwa usaini kwa nani? Hata sisi hatukulazimishi wewe uende uwanjani, sio sehemu yako. Tunakulazimisha wewe chini ya uongozi wako klabu yetu ifanye vizuri. Lakini sisi kama mashabiki na wanachama tunaona uko nyuma hali tuliokuwa nayo, na tunaona tofauti mara baada ya Mohamed Dewji kurudi kwenye nafasi ya mwenyekiti. Sisi hatutaki huyu mtu muumize. We don't care nyinyi mtatafsiri nini, kwa sababu tunajua mtatoka na tafsiri zenu, whatever the case. Sisi tumekuja hapa, tumekaa, tumeamua kusema mawazo ya ndugu zetu wengine ambao wapo, wale ambao hawakuwa na uwezo wa kufika kwenye media hii. Lakini tunataka kuambia hivi, hatujali nyinyi mtasema nini. Tunachojali sisi ni furaha yetu. Sisi furaha yetu ni Simba Sports Club kufanya vizuri. Hiyo ndio furaha yetu. Na kwa sababu tunajua tuna timu nzuri, tuna kikosi kizuri, tuna kocha mzuri, tumefanya usajili mzuri, tuna kila kitu kizuri. Tunaamini nyinyi mnaturudisha nyuma. Chini ya uongozi wenu mmefanya vibaya. We want you guys. Mwezi wa 5 tulikuwa na movement kama hii ya kukutaka mwenyekiti wewe na bodi yako nzima mtoke. Lakini tulikuwa na movement yetu pia ilikuwa inasema hatuna imani na bodi ya mwekezaji. Mnakumbuka? Ndugu zangu wanahabari, mtu pekee aliyeweza kusikiliza maoni ya wanasimba ni Mohamed Dewji. Alivunja bodi yake. Nyinyi mliona bodi ya Simba Sports Club ilivunjwa? Haikuvunjwa, watasema kwa sababu wao hawawezi kuvunja kwa sababu inachaguliwa na nani? Na mkutano mkuu, si ndio? Lakini tulidemand mkutano mkuu. Mliitisha mkutano mkuu. Mlienda kutuambia nini kwenye mkutano mkuu? Walienda kutuambia transformation imebakisha asilimia ngapi? Asilimia 2. Asilimia 2, right?
good 7 years now tuko kwenye 2% ya kumaliza na kukamilisha transformation. Imani yetu sisi inatuambia transformation ikikamilika tutakuwa salama sana. Lakini tunajua hii transformation ukweli ni kwamba haiwezi kukamilika. Si ndio? Tunajua haiwezi kukamilika kwa sababu viongozi wetu hawako willing na hilo, hawataki. Sisi tunajua nyinyi ndio mnaozuia transformation, sio mtu mwingine yoyote. Na tunaomba tuseme tuko hapa kama wanachama hai wa Simba Sports Club. Tukitoka hapa tunajua mtatafuta kadi zetu na namba zetu ili mtufungie. Tuko tayari kwa hilo. Tunaomba kuambia sisi ni wanachama hai, tuna namba, tuna kadi, tuna matawi yetu. Mkitaka tuwape kadi zetu tutawapa. Tuko tayari kwa sababu tunajua silaha yenu pekee nyinyi ni kutufungia. Hatuko hapa kwa ajili ya kudefend Mohamed Dewji. Tuko hapa kwa ajili ya kudai haki yetu ya msingi ambayo tunatakiwa kupewa na klabu yetu. Tunataka ushindi, tunataka furaha. Moja ya ahadi za mwenyekiti zilikuwa nini jamani? Moja guys kama ilikuwa ni nini? Mwenyekiti tunaomba utuambie kwa ahadi yako moja tu ulioshindwa kutekeleza unapaswa kutoka. Hilo ni kosa la pili kwa sababu kuifunga Yanga. Yaani wewe uliomba kura ukituaminisha sisi kwamba kazi kubwa unayoenda kufanya wewe ni kuifunga Yanga, lakini umeshindwa kwa misimu yako yote. Tumepigwa goli 5, 2, sijui ngapi. Nje ndani sisi tunapigwa. Alafu mwenyekiti upo na hiyo ilikuwa ahadi yako. Bado unakaa kwenye media. Unasema hujui kosa lako kwa nini utoke? Sisi leo tumekaa hapa kukuainishia makosa yako yanayokufanya utoke. Umetugawa, tumefanya vibaya, hujatimiza ahadi yako. Japo sisi tena kaiahidi mwenyewe. Japo sisi lengo letu hapa sio kuifunga Yanga. Lengo letu ni yale maono ambayo alikuwa nayo Mohamed Dewji ya kwamba Simba na kauli ya the late Rais Magufuli alisema naomba Simba moyo wa kwanza kuleta kombe la Afrika nyumbani. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa mechi tuliocheza kwa finali ya Simba na Berkane, kuna mtu anaweza akathubutu kusema lile kombe halikuwa kwetu? Lile kombe lilikuwa la kwetu. Lakini figisu tulizofanyiwa, ni masikitiko yangu kwamba kwa bahati mbaya au nzuri mimi nilienda Morocco kwenye ile mechi na ndugu yangu pale mwandishi wa habari David Pascal alikuwepo na waandishi wengine. They saw what happened. I even felt sorrow kwa Mangungu kwa sababu tulikaa airport more than 8 hours, right? Alikalishwa chini kwenye sakafu akihesabu pasipoti zetu. Lakini nyinyi waandishi wa habari wakati mwingine ni watu wabaya. You guys didn't say anything. Lakini Berkane wamefika hapa, wamekaa airport 3 hours, waandishi wa habari wameanza kusema wanafanyiwa figisu. You understand? Mimi na hofu au nachelea kusema kwamba yani hata zile drama zilizokuwa zinatokea mechi inaenda Zanzibar, I'm sorry, lakini ninaweza kusema kwamba huenda klabu yangu ilikuwa inajua kwamba sisi ile mechi tutaenda kucheza Zanzibar, ila waliogopa tu kutuambia. Kwa sababu kwa matendo wanayoyafanya ni wazi kabisa kwamba wako behind the scene ya kuirudisha Simba Sports Club nyuma. Kwa ndugu zangu, tumekaa hapa leo kusema haya ambayo tumeyasema. Tunaomba waandishi wa habari mfanye haya ambayo tunayasema. Kuweni mstari wa mbele kutoa habari za, jaribuni kubalance stories.